Iran imesema haitakuwa na njia nyingine ila kutumia silaha za nyuklia endapo itashambuliwa na Marekani au washirika wake. Kauli hii ni kutokana na tishio la rais wa Marekani Donald Trump aliyesema ataishambulia Iran kijeshi isipokubali kufikia mkataba na Marekani. Iran imelikataa pendekezo la mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Wakio Mbogo na taarifa kamili. Ali Larijani, mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, amesema kwenye mahojiano na televisheni ya taifa la Iran kwamba hawaelekei kwenye kuunda silaha za nyuklia, lakini ikiwa Marekani itafanya makosa katika swala hilo, basi Iran italazimika kuelekea kwenye mkondo huo kwa sababu inapaswa kujilinda. Kauli hii ameitoa saa chache baada ya kiongozi mkuu Ayatollah kuahidi kuijibu Marekani endapo Trump atatimiza tishio lake la kulishambulia taifa hilo la Kiislamu. Larijani amesisitiza kauli hiyo ya kiongozi mkuu kwamba Iran italazimika kuchukua hatua tofauti iwapo Marekani itaishambulia nchi yake kwa mabomu au kupitia kwa Israel. Tumesema kuna amri ya kidini inayokataza kutengeneza silaha za nyuklia. Tunatoa ushirikiano kwa shirika la kimataifa la kudhibiti nishati ya nyuklia IAEA, na hivyo hatupangi kujieleza kwenye silaha ya nyuklia, lakini Marekani ikifanya makosa kuhusiana na swala la nyuklia la Iran itatulazimisha kufuata njia hiyo kwa sababu Iran inapaswa kujilinda. Katika mahojiano siku ya Jumamosi, Trump alisema yatafanyika mashambulizi ya mabomu ikiwa Iran haitakubali kufikia makubaliano mapya ya nyuklia. Kulingana na shirika la habari la NBC, Trump pia alitishia kuiadhibu Iran kwa kuiwekea vikwazo vya ushuru. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Bahei, amesema kupitia chapisho kwenye mtandao wa X kwamba tishio hilo linaashiria kudharau amani na usalama wa kimataifa, ambalo ni jambo la kushangaza. Ameonya juu ya matokeo ambayo hayajabainishwa iwapo Marekani itachagua njia ya vurugu. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran pia iliitisha kikao na ubalozi wa Uswizi ambao unawakilisha maslahi ya Marekani nchini Iran hapo jana Jumatatu kupinga vitisho vya Rais Donald Trump. Marekani ina kambi 10 katika eneo karibu na Iran na jumla ya wanajeshi 50,000. Tangu waingie madarakani mwezi Januari, Trump amerejesha sera yake ya kushinikiza ambayo katika muhula wake wa kwanza aliondoa Marekani kutoka kwenye makubaliano ya kihistoria kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na kaiwekea tena vikwazo nchi hiyo. Asante Wakio Mbogo. Tunaelekea sasa Afrika Magharibi ambapo mataifa matatu jirani ya kanda ya Sahel magharibi mwa Afrika ya Mali, Burkina Faso na Niger yametangaza kuweka ushuru wa pamoja wa asilimia 0.5 kwa bidhaa zote zinazoagizwa kutoka nje, ikiwa ni juhudi za hivi karibuni kabisa za kutafuta fedha za kufadhili muungano wao kisiasa na kiuchumi ulioanzishwa hivi karibuni. Nchi hizo tangu zilijitenga na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS na kutangaza nia ya kuunda dola moja. Zaidi anasimulia Mohamed Khalaf. Muungano wa mataifa hayo matatu uliopewa jina la Mfungamano wa Mataifa ya Sahel ulianza mnamo mwaka 2023 kama mkataba wa kiusalama na kiulinzi kati ya watawala wa kijeshi wa mataifa hayo ambao wote waliingia madarakani kwa mapinduzi katika miaka ya hivi karibuni. Tangu hapo umekuwa ukiimarika kuelekea kuwa muungano wa kiuchumi wenye mipango ya kuwa na pasipoti ya pamoja na mafungamano makubwa zaidi ya kiuchumi na kijeshi. Ushuru huo ulikubaliwa siku ya Ijumaa na unatarajiwa kuanza kufanya kazi haraka iwezekanavyo. Utahusiana na bidhaa zote zinazotoka nje ya mataifa hayo matatu, lakini hautahusu misaada ya kibinadamu kwa mujibu wa tamko la pamoja lilotolewa na mamlaka za nchi hizo. Badala yake mamlaka hizo zimesema bila kufafanua zaidi kwamba ushuru huo unatumika kufadhili shughuli za umoja huo. Uamuzi huo unahitimisha dhana ya biashara huria kwenye mataifa yote ya Afrika Magharibi ambayo imekuwa ikitumiwa miongo kadhaa na mataifa hayo chini ya mwamvuli wa Jumuiya ya Kiuchumi mataifa ukanda huo ECOWAS. Vile vile kuanzishwa kwa ushuru huo kunabainisha mpasuko uliopo kati ya mataifa hayo matatu yanayopakana na jangwa la Sahara na mataifa makubwa yanayotajwa kuwa kidemokrasia, Nigeria na Ghana yaliyo upande wa kusini. Viongozi wa kijeshi wa Mali, Burkina Faso na Niger walitangaza mpango wa kuziondosha nchi zao kutoka ECOWAS mwaka jana, wakiituhumu jumuiya hiyo kwa kushindwa kuwasaidia kwenye vita vyao dhidi ya uasi wa makundi ya Kiislamu na kukomesha hali ya ukosefu wa usalama inayowakabili. Kwa upande wake, ECOWAS imeziwekea tawala hizo za kijeshi vikwazo vya kiuchumi, kisiasa na kifedha,
ili kuzishinikiza zirejeshe utawala wa kikatiba. Hata hivyo, vikwazo hivyo hadi sasa vimekuwa na athari ndogo mno kuweza kubadilisha hali ya mambo katika mataifa hayo. Mali, Burkina Faso na Niger ni miongoni mwa mataifa masikini kabisa ulimwenguni na imekuwa ikabiliana na uasi wa makundi ya Kiislamu kwa zaidi ya muongo mmoja sasa. Machafuko yasababishwa na makundi hayo yenye mafungamano na mtandao wa Al-Qaeda na kundi jitalo la Kiislamu yameua maelfu ya watu na kuwalazimisha milioni ya wengine kuwa wakimbizi, huku yakiondosha imani ya wananchi kwa serikali zilizochaguliwa kidemokrasia ambazo mwanzoni zilikuwa zikijaribu kudhibiti uasi huo. Asante Wakio Mbogo. Wavuvi wa kisiwa cha Lamu nchini Kenya wametumbukia kwenye mvutano na wenzao kutoka kisiwa cha Pemba nchini Tanzania wanaohamia kisiwani Lamu kila msimu kutafuta mazao ya bahari ikiwemo samaki. Mnamo wiki za karibuni vyombo kadhaa vya habari vya kanda hiyo vimeripoti mvutano huo na baadhi vimearifu kwamba makumi ya wavuvi kutoka Pemba wamefukuzwa kisiwani Lamu. Kufahamu zaidi chanzo cha mvutano huo, mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na Abubakar Mohamed Twalib, kiongozi wa walinzi wa fukwe kwenye kisiwa hicho kidogo cha Amu kilicho sehemu ya kaunti ya Lamu. Sisi hasira yetu kama watu wa Amu kisiwani, hatutaki uvuvi haramu. Na sasa hii wanachukuliwa kutoka Pemba na nini na matajiri wanaletwa, wanaanza kutumia uvuvi haramu wa gesi. Hiyo ndo matatizo yetu makubwa na ndo tunalia sana kilio hiko, kwa sababu tunataka kila siku waje wapate ile rasilimali. Hatutaki waje mara moja tuwafeke rasilimali wao wawe hawana na sisi wananchi huku maisha yetu pia yatakuwa ni duni. Ndio tatizo letu. Uvuvi wa gesi una tatizo gani bwana Abubakar? Uvuvi wa gesi ni uvuvi wa zoazoa, na kisha na wanafanya uvuvi huo kwa maji madogo ambao kuna wavuvi wa lalahoi hawawezi kutumia gesi na hawataki gesi kwa sababu wajua ni kitu cha zoazoa. Wanataka sisi Mpemba akija hapa ikiwa atakwenda kwa dive kuangalia mambo ya lobster wawe kama watu kama wenzao, wavae viatu, wawe wanakwenda hivi bila kutumia vifaa vya gesi. Kwa hiyo mpaka sasa kuna wavuvi wamefukuzwa hapo kutoka Pemba? Hakuna kulifanya operation na kisha na tukayaingilia na wakabakia, lakini sisi tulitoa oda kama viongozi yako kwa Mama Samia aweze kutambua kuna watu wake huku wanafanya kazi na wako free, hawana shida, hawana tabu. Na sisi tunaomba watu wetu wakiweko huko wawe watafanya kazi kama wenzao, wasiekewe vikwazo, wasiekewe mambo ya bei ya juu, kwa sababu wamewekewa pesa ambayo hata mgeni hawezi kumiliki kufanya kazi. Na sisi huku pia tunaweza tukamwambia Mpemba akija hapa samaki mmoja tutaka $100, ataweza kufanya kazi hapa. Lakini kuna ripoti zinasema maanake mnawanyanyasa wavuvi kutoka Pemba, mnawafukuza, mnawatisha. Hakuna hiyo kitu. Naje mpaka wa Pemba wengine hapa pia ukitaka tunaweza kwenda mimi nikawafuatia na ukaweza kuwadadisi na kuwauliza. Hapa hiyo kitu hakuna. Sisi tuliposikia wenzetu wameshafanywa kule ndio tukaleta kelele. Na hapa kwetu tunawatoa, sisi ni Wapemba ambao wanatumia uvuvi haramu ambao sisi hatukubali. Ndio wao ndio hatukubaliana nao, hata kama ni vita tutapambana na wao, kwa sababu ni kitu ambacho tunafikiria future na watoto wetu watakaokuja. Vile nyinyi mmekuwa mkilalamika kuwa wavuvi wa upande huu wa Kenya wanaokwenda kuvua upande wa bahari ya kisiwa cha Pemba ama upande wa Tanzania wananyanyaswa. Sio kwamba wavuvi kutoka Kenya wanavunja sheria za upande mwingine wa nchi jirani huko Tanzania? Wajua tuna kategori mbalimbali. Wale wanatoka Tanzania wanakuja wanavua samaki. Hao wetu wanatoka Kenya kwenda Tanzania wanakuwa ni mambo ya tourism. Upande wa Tanzania walishikwa wakaekwa ndani na wakatozwa $200 fine, na ikiwa wako na karatasi zao kamili, umeona, na wakashikiwa vitu vao. Lakini baada ya sisi kucomplain wakapewa vitu vao. Lakini sasa tumewaita wale wenzetu wa Kenya waje hapa tupate kutoa conference tuzungumze na Mama Samia, kwa sababu pesa waliowekewa kufanya kazi ni uongo, ni kama ambao wamekanyagiwa sifanye kazi kule Tanzania. Mvutano ulijitokeza kati ya nchi hizi jirani unaweza kumalizwa vipi? Unaweza kumalizika, sote si ndugu, sisi sote ni ndugu. Mimi nikikwambia hapa kuna mpaka Wapemba wameoa hapa. Sisi hapa kwetu kuna mpaka Wapemba wako na familia hapa na watoto, tunakwenda mbio kuwatafutia ID na wao wapate kwa wako free na familia zao. Na huyo ni Abubakar Mohamed Twalib, kiongozi wa walinzi wa fukwe kwenye kisiwa kidogo cha Amu katika kaunti ya Lamu. Na tunakamilisha kabisa awamu hii ya kuchambua ripoti zetu kuu mchana huu.